unaweza ukakalia shingo ya adui yako. Haleluya, haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu ni mwema. Tunaendelea tena na semina yetu ya neno la Mungu kuhusiana na neema ya kifedha. Haleluya. Mungu ametuumba tupate kumiliki na kutawala. Haleluya. Sasa unamiliki kitu gani? Unatawala kitu gani? Kama tu hata pesa yenyewe imekuwa na uwezo juu yako, inaanza kukutawala. Sema, nikikoa pesa itaitika kwa jina la Yesu. Nikiongea pesa itaitika kwa jina la Yesu. Ninayamuru pesa iitiki kwa jina la Yesu. Haleluya. Muulize jirani, kweli pesa itaitika kwako? Pesa ukiita itakuja. Haleluya. Mwambie jirani, usijione ulivyo, na pesa inakuhusu wewe, na Mungu amekuandalia kwa ajili ya kwako. Kila hitaji unalolihitaji Mungu ameliweka wazi, amekuandalia kwa ajili yako. Haleluya. Sio pesa inakuja kwako afu unaanza kuikwepa. Kuna watu wanaikimbia pesa. Halo? Kuna watu wanaikimbia pesa. Mwambie jirani, pesa sio ya kuikimbia. Haleluya. Mwambie pesa sio ya kuikimbia. Hey. Afu mwambie ukiona haikamatiki, sio kuingia kanisani kutoka. Sio kusema nahudhuriaga sana kanisani. Beba tabia ya kiungu. Pesa inakuja. Pesa inakufuata. Mwingine anasema sasa naenda kutandika mkeka nikae vizuri. Kama pesa inanifuata nakuja tu, naenda kukaa vizuri. Hello? My God, my God. Tunaendelea na semina yetu. Jana niligusia mambo kadha wa kadha. Haleluya. Na leo nitaanza hapo. Badiliki kama wewe hujabadilika. Kila mwaka unapoisha utakuwa unahama kinamba, lakini hakuna badiliko. Tunasema kataa roho ya kuwa kawaida. Usiwe mtu wa kawaida wa kuzoelea mambo, wa kuishi kwenye mfumo ule ule, kuishi kwenye tabia ile ile. Wakati mwingine kataa kuishi kwenye tabia ile ile. Jaribu kubadilisha aina ya tabia zitakazoendana na Mungu, ziweze kuleta utajiri kwa maisha yako. Sababu kuna saa nyingine aina ya tabia inazuia watu kupokea fedha kwenye maisha yao. Mwambie jirani, hata pesa inataka tabia. Mwambie hata pesa inataka tabia. Maisha yako hayawezi kubadilika kama wewe haujabadilika. Unanielewa ninachozungumza? Amen. Maisha unaweza ukayabadilisha endapo wewe umebadilika. Kusema unabadilisha maisha ni sawa na kuniambia nataka niubadilishe ulimwengu. Lazima utupe tafsiri pana ya namna gani unaweza ukaubadilisha ulimwengu. Kwa sababu ulimwengu una tabia zisizobadilika. Umeshajiwekea mfumo wa tabia ambazo ni common, haziwezi kubadilika, ni sugu. Ndio maana hata neno la Mungu
Halisemi mkabadilishe ulimwengu. Anasema msifuatishe kawaida za ulimwengu. Msiishi na kawaida za dunia. Kumbe anatutaka sisi tubadilike. Ndipo kuna vitu vitabadilika kwenye maisha ya kwetu. Sasa jana nikasema, mfano wewe ni mwachili. Nataka nianzie hapo leo, nitagusa kwa upana kidogo. Mfano wewe ni mwajiriwa. Kama wewe ni mwajiriwa, elewa wewe ni msaidizi wa hatima wa yule aliyekuajiri. Narudia tena, ukiona wewe ni mwajiriwa, elewa kwamba wewe ni msaidizi wa hatima wa yule aliyekuajiri. Utaniuliza kwa nini? Bosi wako aliyekuajiri hakupi pesa kwa ajili ya kukusaidia. Bosi wako aliyekuajiri anakupa pesa kwa sababu amenunua nguvu zako, amenunua muda wako, amenunua akili yako. Kwa hiyo anakupatia pesa kwa sababu anatumia akili yako, anatumia nguvu yako, anatumia muda wako kusababisha utajiri wa maisha yake. Na kama umeajiriwa na umekubali akili yako itumike, nguvu yako itumike, muda wako utumike, wewe kuwa tajiri itakupa ugumu. Huwezi kuwa tajiri ukiwa uko under control ya kina Farao. Huwezi kuwa tajiri ukiwa under control ya kina Farao. Hello? Hello? Unajua kuajiriwa sometime ni sawa na mtu aliyepewa nyumba ya bure. Alafu anakuja bosi anakuambia, nina nyumba nimejenga Kisevule, naomba uende Kisevule ukakae bure, sikuchaji yoyote. Unanielewa eh? Alafu kaenda kukaa linda site ya bosi. Mtu huyo anayelinda site ya bosi, kama akili yake haitakaa shtuke, nasema kama akili yako haitakaa ishtuke, utaishi maisha ya kiutumwa. Ingawa kimwili unaona kila kitu bure. Tawakasirisha watu hapa. Unaona kila kitu bure, lakini huyu mtu anataka kufanikiwa, anaishi kwenye nyumba ya bure. Anataa site bure, maji bure yako site. Sababu wengine wamechimbiwa na visima na mabosi zao. Alienda kwenye nyumba ile ikiwa vumbi. Bosi akasema, kwa sababu unakaa hapa kulinda site, ngoja nikuwekee na marumaru kidogo. Akakuwekea na marumaru. Ukasema, bwana, nikikohoa walioko upande wa pili wananisikia, ninaona wananisikia. Bosi akasema, usipate shida, ninakuja na gypsum, nakuja kukuwekea nani hapo ili ukikohoa upande wa pili asikusikie. Kwa ukaishi bule bule. Sema bule bule. Sema tena bule bule. Ukapenda vya bule.
vikakuniga. Mtu aliyeketi saiti kama hata situka kiakili, akili huwa inalala. Hawezi kutafuta kitu cha kwake, kwamba kumbe hapa ninapoishi ni kweli nimepewa bure. Unanielewa ninachozungumza? Nianze kugangamaa ile hela ambayo ningelipa kodi, nianze kujilipa kodi hapa hapa napoishi. Si bosi amekataa nisimlipe kodi, najipa mahesabu ya kujilipa kodi. Hii pesa ambayo ningempa bosi kodi, ninaanza kujiwekezea mwenyewe, itakuwa kwa ajili ya uwanja wa kona. Lakini mtu anaishi site hanaga akili hiyo, kwa sababu cha bure huwa kinapofusha fikra. Najua mtanipiga mawe, najua mtanipiga mawe, kwa maana wataona kwamba kuna watu naanza kuwasema nasema cha bure kitakuniga. Kama akili haitasituka, cha bure kitakuniga. Haupigwi fimbo na mtu, ila utajipiga fimbo. Haupigwi pingu na polisi, utajipiga pingu mwenyewe, kwa sababu utaona nakula cha bure, naishi sina stress, maana sigasiwi na kodi, sigasiwi na bili ya machi. Tena wakati mwingine hata bosi amekuwekeana ka umeme, pasije pakawa na giza kwenye mji wako. Alafu adui anakupa kaloka kuridhika. Utakuja kuaibika siku moja. Siku bosi na yeye huko anakoishi aidha kimewaka, wamemtimua kazi. Kama alikuwa anafanya kazi wakamtimua ghafla, alikuwa anaishi kwenye kota za polisi, alikuwa anaishi kwenye kota za serikali, akatolewa ghafla, alafu anahitaji kuja kuishi hapo. Utaondoka kabla hujajipanga, kwa sababu na yeye kule kuondoka hajajipanga. Kwa lazima tukubaliane na hali ya kuondoshana bila kujipanga. Alafu utakuta huyu aliyeishi miaka 4, aliyeishi miaka 6 kwenye nyumba ya bure, siku anakuja na furumushwa, hana hata 100 ya kwenda kupanga. Kwa nini? Alichokuwa nakipata chote anabugia. Nasema na wewe ulioko nje, ukiwa umeachiliwa, tengeneza uaminifu kwa ajili ya bosi wako, lakini usilewe na bosi wako. Tengeneza uaminifu kwenye kitu cha bosi wako, lakini usilewe na bosi wako. Fungua macho, macho ya moyo wako yatiwe nuru, yaone tumaini la Kristo, upate kuchungulia utajiri ulioko ndani ya Kristo Yesu. Usiangalie utajiri wa huyo aliyekuweka kai bure. Ukiwa kwenye ajira, tengeneza uaminifu kwa bosi wako. Unanielewa? Alafu mshahara unaolipwa usione kama sehemu ya kusaidiwa. Wengi wamechukulia ajira kama ni sehemu ya kusaidiwa. Unanielewa? Unanielewa? Ndio maana sasa muda mwingi atanyenyekea kwa bosi, sio kwa ajili ya kuifunua picha ya Kristo kwa bosi, ila atanyenyekea kwa bosi kwa ajili unga wake usije ukamwagika.
Kwa maana akiwa hana adabu kwa bosi, anaogopa kufukuza kazi asije akakosa mahali pa kula. Sasa mimi nataka leo nikufundishe tofauti. Nyenyekea kwa bosi wako kwa kusudi la kumtukuza Mungu. Usinyenyekea kwa bosi wako kwa kusudi la kuogopa usimwagiwe ugali. Kuna mtu hajanielewa. Nimesema mheshimu bosi wako, kuwa mwaminifu ili Mungu apate kukuamini. Usitengeneze uaminifu ili tu bosi asije akakufukuza kazi. Wengi wamekuwa waoga wa kufukuzwa kazi, ila sio waoga wa namna gani wanaliaibisha jina la Mwenyezi Mungu. Ndio maana yuko tayari kunyenyekea ugali usimwagike, sio yuko tayari kunyenyekea jina la Mungu lipate kutukuzwa. Unanielewa eh? Ukifanya uaminifu kwa ajili ya Mungu kwenye kitu ambacho sio cha kwako, Mungu atakuamini wewe. Lakini kama utafanya uaminifu kwa bosi wako ili usifukuzwe nini kazi, elewa uaminifu utakao kuwa nao ni uaminifu wa machoni pa bosi wako. Siku akiondoka bosi wako ni mwizi. Ndio maana kuna watu leo wanafanyaga bidii kufanya kazi za mabosi wao pale bosi wao akiwepo. Bosi akiondoka hawezi kuwa na bidii ya kufanya kazi. Bosi akiondoka hawezi kuwa mwaminifu kufanya kazi. Anafanya kazi pale tu bosi wake akiwepo. Mimi natamani uelewe kwamba bosi awepo au asiwepo, fanya kazi kwa uaminifu kwa ajili ya Mungu aliye hai. Uaminifu unaojenga kwa huyo bosi wako utakusaidia sana Mungu aweze kukuamini, kukuweka kwenye jambo la kwako, kwa sababu siku ambayo hautakuwa mwaminifu kwenye vitu vya mtu ambaye amekuweka kwenye hiyo ajira, kaa ukijua hata Mungu hata kuamini kukupa kitu cha kwako. Haleluya, haleluya. Usione kazi unayofanya kama sehemu ya kukupa kipato, chakula na kuvaa. Watu wanaofanikiwa ndani ya ajira ni wale wanaoona mshahara kama mbegu. Ukiona mtu anaishi kwenye ajira alafu mshahara wake anaona kama sehemu ya mbegu, mkulima anaweza kanielewa. Mkulima aliyeweka mbegu ndani, aliyeweka debe la mahindi ndani, hata kama kuna njaa, hata chukua mahindi ya mbegu aweze kula. Nasema mshahara wako ona kama mbegu. Siku utakayoona mshahara kama mbegu, utapewa akili, unanielewa, ya kwanza kubuni kitu cha kufanya baada ya kuondoka kwa bosi wako. Lakini kama utaona mshahara kama sehemu ya mbegu na ukaona mshahara kama sehemu ya kula ya kipato, nile kukizi mahitaji yangu, hautakaa uinuke, hautakaa utajirike, bali utakuwa mtumwa wa matajiri.
utakuwa mtumwa wa matajiri. Ndio maana wasiojielewa analipa mshahara wa shilingi 50,000, anakusanya mpaka miezi 6. Ukikusanya miezi 6 unapata shilingi ngapi? Unapata 300,000. Anachukua 300,000 aliyoitumikia miezi 6, anaenda Kariakoo ananunua simu ya touch ili na yeye apeluzi kama wanavyopeluzi wengine. Kwa miezi 6 yote kafanyia simu. Nisikilize mwanangu, iwe ni mtoto wa kike mwenye simu ya touch, jua kwamba kwenye simu hii umekuwa mume. Narudia tena, kwenye simu hii umekuwa mume. Kwa lugha nyingine, umeioa. Kwa hiyo mahitaji yote yanayohitajika kwa mwanandoa lazima uyatimize kwenye simu hii. Ingawa ukiitazama haina mdomo, haina pua, haina macho, lakini cha ajabu naye inahitaji. Uongo kweli? Utampigia shemeji yako simu bila hela? Utapeluzi bila hela? Na wenzio wamekuwekea vifurushi, alafu wakakuwekea limitation, yaani wameweka pesa ni ya kwako, pesa ni ya kwako, wanakuwekea na muda, yaani wanakuwekea na limitation. Unanielewa? Wanakupangia namna kutumia. Kwa ukiweka bando la 3,000 wanakuambia siku 7. Umenunua GB 1, umetumia MB 2, siku 7 zimeisha, MB zote 800 na kitu zimeenda. Afu unadaiwa hii nataka kula tena, njaa inauma. Kama usipoilisha unafungua washaga data, YouTube imenuna, Facebook imenuna, TikTok imenuna, imegoma. Bila kuilisha haifunguki. Sasa anza kunipangilia mahesabu yako. Wewe unalipwa 50,000, umekaa miezi 6, umepata 300,000. Kwa nini? Huyu mtu anakula bure, si ndio? Analala bure, si ndio? Anaoga bure, yuko kwa bosi. Hajui gharama ya kitunguu, hajui gharama ya pilipili, hajui gharama si ya nini. Mahambaga yote yanakuja, anamenya na kula tu. Hajui gharama yoyote. Huyu mtu kafilisika akili. Kwa hiyo ndio maana anachukua hela yote anaipeleka kwenye simu. Sasa twende pamoja, unipigie mahesabu. Juma moja unatumia 3,000, na tena utatumia 3,000 tu,
kwa sababu itahitaji bando la 3,000 alafu weke na shilingi 1,000 upate dakika 100 ya siku 7. Utakuwa na 4,000, si ndio? Manake kila juma moja anatumia 4,000. Kwa mwezi atatumia shingapi? Mwezi mmoja una majuma 4. Kwa mwezi atatumia shingapi? 4 mara 4 utapata 16. Kwenye mshahara wake shingapi? 50,000. Toa shilingi 10,000. Unanielewa chozungumza mimi? Kwa hiyo kwa mwezi anatumia 10,000. Tena na huyu ni ndogo. Hakuna watu wanatumia pesa kwa mapana yake kama mabinti na vijana. Mabaili wengi ambao nitawapa big up ni wale mabinti wa kuunga bando, wanaita message, wa kuchati. Sasa kama wewe wa kuchati na kushauri, hauna haja kununua touch, nunua kiswaswadi. Ukinunua bando la 200 kwenye kiswaswadi, una message nyingi sana, unaweza ukachati muda mwingi, wakati mwingine 1,000 mwezi mzima, si ndio? Message hizo 500, 1,000 mwezi mzima, SMS mwezi mzima 1,500. Inategemeana na mtandao unaotumia. Unanielewa Huyu mtu yuko kwa bosi anakula vya bure, yuko kwenye touch, anataka maisha yabadilike. Nauliza swali, kati ya maisha ya huyu mtu na huyu mtu, nani anatakiwa kubadilika? Alafu angalia bando unaloweka, unatumia kufanyia kazi gani? Kuchungulia YouTube, nani kavaa sketi ya aina gani, wanachezaje, wanaongea nini leo. Wani atuweka bando. Kiukweli kama mngekuwa mnaweka bando za kujifunza vitu, wengine tungeona muko busy na kina Ticha Zungu kidogo, hata ungenge ungekuwa unapanda kidogo kidogo, yes no, yes no. Lakini angalia wanavyodili navyo. Alafu vyote, yani bando la kwake, simu ya kwake, alafu vitu anavyovitazama ndio vinazidi kumfilishi, vinakuja vinamfilishi kipesa, vinamfilishi kiakili. Anahitaji kutajirika huyu. Usipo itazama pesa unayolipwa na bosi kama sehemu ya mbegu, hautakaa ufanikiwe. Mshahara wako siku kiugeuza kama sehemu ya mbegu, utapata akili. Wanaosemaga mbegu wanapandaga wapi? Manake kama ni pesa, utatafuta namna ya kuanza kuizalisha. Ona pesa kama sehemu ya mbegu kwenye ajira ulioajiriwa. Usione kama sehemu ya kula. Haufiki kwenye safari ya kwako. Luka ile sura ya 16 nilisoma jana pale kuanzia mlango wa 9. Nami nawaambia
jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Ukisoma mambo haya, ndio Yesu alitolea mfano juu ya watu wanaitwa mawakili. Yes. Maanake kama umeajiriwa, umekuwa kama sehemu ya wakili. Yes. Kwenye hiyo familia. Ndio. Anasema kulikuwa na wakili mmoja. Ngoja nikusomee hii story ili upate kunielewa. Anasema tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Huyu mfanyakazi alishtakiwa kwa bosi na wenzake kwamba bosi, huyu uliyemweka pamoja nasi ndani ndio amekuwa mwizi. Yes. Anakuibia mali zako. Ndio. Hafanyi vizuri kwenye biashara, hafanyi vizuri kwenye kazi hii. Ndio. Amekuwa mwizi. Asema akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Hebu toa hesabu ya vitu vyangu kwenye kazi uliyoifanya, maana sasa huwezi kuwa mfanyakazi wangu tena, maana nakufukuza kazi. Yes. Unanielewa? Amen. Huyu jamaa anataka apige hesabu, arudishe kwa bosi vitu vyake, alafu bosi anamfukuza kazi. Soma mstari wa 3. Ndio. Yule wakili akasema moyoni mwake. Huyu mfanyakazi akaanza kuongea moyoni mwake, nifanyeje? Hivi nifanyaje? Akaanza kupiga mahesabu, nifanyaje ili bosi asinifukuze kazi? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Bwana wangu ananifukuzisha kazi. Kulima siwezi. Kuomba naona haya. Wengine mmegoma kurudi vijijini, lakini tachi mmeng'ang'ania. Ndio. Na hakuna mnachokifanya. Na huyu akasema kama atanifukuza kazi, ndio nirudi kijijini. Kulima siwezi. Kuomba naona haya. Kuomba naona aibu. Najua nitakalotenda, lakini ngoja nipige mahesabu, nitajua nitakachofanya ili nitakapotolewa katika uwakili, ili nitakapofukuzwa na bosi wanikaribishe nyumbani mwao. Yes. Akawaita wadeni wa bwana wake, akawaita wale wanaodaiwa na bwana wake, kila mmoja. Mimi sijui huyu jamaa alikuwa anakopesha mkopo, mimi sijui. Kila mmoja akawamwambia, wa kwanza, wayuani na bwana wangu, unadaiwa shilingi ngapi? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Ninadaiwa vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako. Hebu chukua hati yako, keti upesi, kaa chini haraka, andika 50. Hilo deni lako unalodaiwa, badala ya kutoa 100 toa 50. Yes. Kisha akamwambia mwingine, yaani na yeye anachukua bwana msamaha, anaanza kumsamehe, kwa maana huku nadaiwa vingi, akijalipa hata kimoja anaonekana anatapanya mali. Sasa heri nusu hasara kuliko hasara yenyewe. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wayuani, na wewe unadaiwa nini? Akasema makanda 100 ya unga. Makanda 100 ya unga. Makanda 100 ya ngano. Ya ngano. Akamwambia, toa hati yako. Chukua na wewe
Kile unachodaiwa andika 80. Andika 80. Yule bwana akaandika 80. Akaandika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Ndio. Kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa kuwa wana wa ulimwengu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Sema wana wa ulimwengu. Wana wa ulimwengu huwa wana busara. Huwa wana busara kuliko waliookoka. Kuliko waliookoka. Nami nawaambia. Yaani anasema watu wa duniani ndio wana akili ndio kuliko ninyi mliookoka. Maya. Rudia tena haya maneno yako. Hakuna la yake bwana. Yule bwana akamsifu akili dhalimu. Yule bwana akamsifu pagani kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa namna alivyotumia akili. Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu. Maana watoto wa dunia hii katika kizazi chao wenyewe huwa na busara. Huwa wana busara, wana akili kuliko wana wa nuru. Kuliko waliookoka. Yesu anawaambia ndio hamfanikiwi ndio kwa sababu mmekosa akili. Yes. Watu wa dunia wamewashinda akili. Ndio. Yaani hili jamaa, ngoja nimnong'oneze mtu mmoja. Hili jamaa lina watu wanadaiwa, na lenyewe ndio linakusanya mapato lilete kwa bosi wake. Likaenda kwa wanaodaiwa, anasema mimi nakusamehe, hebu toa 50,000 kwanza badala ile 100,000. Na wewe unadaiwa shilingi pesa 100,000 sasa, lakini wewe mzito kidogo, toa 80 na kupunguzia 20. Ili nini? Huyu ataona jamaa kwa kweli ni mkarimu sana. Amenipunguzia 20 zima. Yes. Huyu amenipunguzia 50 zima. Ndio. Nini nakitafuta sasa? Nikifukuzwa kwa bosi. Ndio. Hawa jamani niliowapunguzia watanikaribisha. Yes. Sitakosa pakula. Ndio. Cheka na watu vae viatu. Yes. Sasa hili pagana likapiga hesabu. Ndio. Wahenga wanasema cheka na watu uvae viatu. Yes. Ni pagani hili. Ndio. Likasema wewe toa 50. Wewe toa 80. Ndio. Alafu akapeleka mahesabu kwa bosi wake. Yes. Na bosi akaanza kushangaa. Rudia tena, anasemaje? Bosi anashangaa, alafu anamwambiaje huyu? Yule bwana akamsifu akili dhalimu. Yule bosi akamsifu huyu jamaa. Kumbuka alitaka kumfukuza. Ndio. Akamsifu huyu jamaa kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa vile alivyotenda kwa akili. Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu. Kwa kuwa watu wa dunia katika kizazi chao wenyewe huwa na busara, wana akili kuliko wana wa nuru. Kuliko watoto wa nuru. Yes. Kuliko waliookoka. Ndio. Nami nawaambia jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu. Jifanyieni rafiki. Anasema hata ukiona pagani ndio fanya naye urafiki. Ili usimdharau kwa sababu pagani. Ndio. Usimdharau kwa sababu lilevi. Ndio. Cheka na watu pate kuvaa viatu. Yes. Ili itakapokosekana nitakapofukuzwa wakaribishe katika makao ya milele. Umenielewa kitu? Umenielewa kitu? Ndio. Unakosa hata mtu akukupa soda tu. Kisha linunaga tu anasema unajua mimi nimeokoka. Ndio. Nimeokoka. Ndugu wetu kafanya nimeokoka. Kwa nini Biblia inasema tusichangamane na wapagani? Unaishi dunia gani wewe? Hapo sasa. Unaishi kwenye dunia hivi. Ndio maana masikini. Ndio. Sikiliza. Kinachowafanya walokole kuwa masikini. Ndio. Wengi wako kwenye rabakaterebo sheke prabayama. Sheke teka. Tafuta pesa wewe. Yes. Acha unafiki. Ndio. Tena na lapo rapa kasheke teka takazizi.
Hapo nataka presa. Twende mstari wa 10. Ndio. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana. Huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo. Aliye mwizi katika lililo dogo. Huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Huwa ni mwizi tu hata akiwa makubwa. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Kama ninyi mlikuwa sio waaminifu, ndio, kwenye vitu vya wezeni, ndio, nani akupe cha kwako mwenyewe, mtu mwizi kama wewe? Na kama mkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Mwanangu, kumbe mafanikio yana upana wake. Unapozungumza neema ya kifedha, utahitaji kujituza na kamwili kako. Sikiliza, usipotuza kamwili kako, Mungu anasema uligoma kunituzia mwili wangu, nyumba yangu ya roho. Alafu wewe unataka nikufanikishe. Sahau. Sio mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine. Mwili wako sio wako, bali ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kumbe tuza na mwili wako, ili Kristo na yeye apate kufanya jambo. Kwa sababu ulikuwa mwaminifu kwake. Ndio. Wanangu, mimi ni msafiri tu, na mimi ni mjumbe tu. Wanasema mjumbe au. Ndio. Ingawa tutachukiana sana kwenye mambo haya. Anasema uwe mwaminifu. Anasema liye mwaminifu katika lililo dogo sana, kuwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana ya mali ya kweli? Yaani mimi niwape kitu cha kwenu wenyewe, mnaiba, niwekeze kwenu, mnaiba, ni ngumu. Alafu anaendelea kusema, na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Kumbe utagundua Mungu anashindwa kuinua watu kwa sababu wameshindwa kuwa waaminifu kwenye vitu vya wengine. Ndio. Siku utakaye kuwa mwaminifu kwa vitu vya wengine, Mungu atakuwa mwaminifu kwako, na atakupa cha kwako, kwa sababu ana uhakika ufalme wake utajengwa kwa sababu ya uaminifu wako. Amen. Lakini hawezi kukupa kitu kinachokuja kukuharibu zaidi badala ya kujenga ufalme wake. Amen. Unanielewa sasa? Amen. Ninaposema unakuta kuna akili mimi zinanipa shida, kazi ya Mungu unapokuwa mahali haisogei. Sipate shida wanangu wakilala na njaa. Ndio. Unanizungumza? Amen. Unanizungumza? Amen. Hawapaje mali yenu wenyewe, ikiwa kwenye mali za wengine sio uaminifu. Jana nilisema mtu yeyote sio mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, hata kama utakipata cha kwako mwenyewe, utaweka kwenye kibugu, utajiibia mwenyewe. Na watu hawa ni wengi. Mambo hayafanikiwi kwa sababu anaweka kwenye kibugu, anasema nataka ikanunue uwanja, kesho anakuja naiba mwenyewe. Hakuna naye kufilisi, unajifilisi mwenyewe. Kwa sababu haukuwekewa mfumo, au haukukubali kukaa kwenye mfumo wa uaminifu ili kutengenezea nidhamu kwenye mambo ya watu wengine.
ili uwe na experience. Hata ukihama kwenye biashara ya bosi wako, ukija kwenye biashara ya kwako, una experience ya kutosha namna ya mambo matano nitataja hapo mbele, namna ya hii pesa, sababu inahitaji kutuzwa, inahitaji kuheshimika, inahitaji nidhamu. Ndio maana wenzio wanafanikiwa. Wewe haukutoka na experience hiyo, ulitoka na kaloka wizi. Ndio maana mpaka leo unaweka hela mwenyewe, alafu unaanza kujisachi. Mara ngapi umesingizia hata kwamba umefiwa ili ukapewe pesa ya vikoba? Kweli. Mara ngapi umesingizia ya kwamba watoto wanaumwa ili wakuweke nafasi ya pili upokee, mnaita nini? Mchezo. Amekaa mara kwanza anaanza kucheza mchezo, anasema tuko ngapi? 30. Anasema mimi ni wa 30. Ni wa 30. Una shida? Karibuni hapa na hela. Sina shida nayo, nina malengo. Mungu anasema huyu, ngoja nifinye sikio, nione kweli ana malengo au hana malengo. Umewekeza, anasema niwe wa mwisho, niwe wa mwisho, niwe wa mwisho. Umepeleka hela, umepeleka hela, umepeleka hela, umepeleka hela wa 25. Mungu anafinya sikio, pesa mkononi hakuna, hata ya kupeleka tena hakuna. Njaa inauma. Ndio. Ile pesa sana cheza mchezo kwa ajili ninunue kagari kangu. Njaa inauma. Anakaa chini, kafinywa sikio. Mungu anataka pime kiwango cha uaminifu wako. Tena kwenye pesa ya kwako mwenyewe. Kwenye pesa ya kwako mwenyewe. Anakaa chini, anafikiria huo muda ni wa kutafuta kijumbe. Ndugu, wazee watoto wote wanaharisha nyumbani kule, sio mchezo. Vipi basi, sina hata 100 kuwapeleka hospitalini. Ndio. Hebu fanya mpango. Hivi kesho napokea nani vile? Huyu hata ka ainuke ngo. Kwa nini? Hajalogwa na mganga. Ndio. Amejiloga mwenyewe. Kweli. Mstari wa 13 malizia hapo. Mstari wa 13. Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Sasa ninataka nisogee mbele kidogo. Haleluya. Amen. Kwa nini ninajaribu kuzungumza haya? Pesa ina tabia moja. Ndio. Pesa ina tabia moja. Ndio. Umenielewa? Amen. Umenielewa? Amen. Wakati pesa iko ndogo sana, ndio, kuwa makini, uondokane na kuizalau ile ndogo. Yaani kile kidogo ulicho nacho, kuwa makini usije ukakizalau. Narudia tena, siku utakapozalau pesa, kile kiwango kidogo, hautakao ione pesa kwenye maisha yako. Ngoja niende huko ili tuende pamoja. Nimesema ingawa kweli kiuhalisia maisha yako ni duni sana, ingawa ni kweli
kiuhalisia maisha yako ni duni sana, duni sana. Bado narudia kusema, usikidharau kile kidogo, usikidharau kile kidogo. Ingawa ni kweli kiuhalisia maisha yako ni duni sana, bado narudia kusema usikidharau kile kidogo ulicho nacho. Wakati macho ya kimwili yanakuonyesha udogo wa kitu, au akili za kimwili zinakuonyesha udogo wa kitu, jaribu kukitazama katika wingi wake. Zifosi akili zikione kitu hiki katika wingi wake, ingawa kiuhalisia ni kidogo. Nasema zilazimishe akili kukitazama kitu hiki katika wingi wake, ijapokuwa unaona ni kidogo. Ziforce akili zione mapana. Na nikizungumzia uvivu, ndio kuna mtu hanielewi. Kwa nini huyu napozungumzia uvivu, ndio anafikiri mvivu ni yule aliyenyorosha miguu kwenye mkeka amekaa. Ndio. Lakini kumbuka kuna watu ndio wanadamka saa 9 usiku, ndio wanaenda Buguruni, ndio wanaenda Vingunguti, yes, wanatafuta nyama, ndio wapike supu, ndio biashara yao, ndio wapate nao chochote kitu. Yes. Toka alipoazaga na supu zake, ndio anapataga faida 2000. Yes. Anaanza saa 9, analala saa 6. Akiangalia 2000 anayeipata faida. Yes. Umenielewa eh? Ndio. Kwa hiyo inabidi ajiongeze. Yeye ale zege, unajua zege? Yeye ale zege, unajua zege? Kwa yeye atakwangua ukoko wale kule. Nyumbani anunue nusu ya kilo ya unga kapikia watoto walioko nyumbani. Yeye ameshakula, ameshiba ukoko wa ubwabwa. Apunguze budget. Kwa sababu tusema wakale wote nyumbani 2000 haitoshi. Ndio. Na kesho tena naamka ili aipate 2000 watoto. Mwanangu, nimesema kama unatafutaga, unafanya biashara kwa ajili ya kutafuta kula, hautakaa ufanikiwe. Moja, hata Mungu hamtapatana, bali Mungu atakuwa tumbo lako. Kwa sababu hata neno la Mungu anasema wengine miungu yao ni tumbo. Amen. Unafanya biashara, unanielewa eh? Ndio. Unanielewa eh? Ndio. Hauna roho ya Mungu. Yes. Una roho ya mauti. Ile roho ya mauti imeingia kwenye biashara. Ndio. Jeneza ni tumbo. Yes. Kwa hiyo biashara ikifa, ndio tumbo ndio jeneza. Zopakate vina la gadoshi. Ndio maana kaburi la kwanza la kuzikia pesa yako ni tumbo. Yes. Nisikilize. Ndio. Ngoja niendelee mbele. Utanichukia.
Kiheshimu kidogo ulichonacho, jaribu kukitazama katika wingi wake, kwa kuwa na mtazamo chanya wa kiuzalishaji, ili nione wingi wa kidogo nilicho nacho. Lazima niwe na mtazamo chanya wa kiuzalishaji. Akili ikipata 10,000, ikawa akili iko kwenye namna ya kula, nitakulaje leo? Ndiyo. Akili itakufundisha piga hesabu. Ndiyo. Katika 10,000 hapa kitunguu cha shingapi? Nyanya za shingapi? Ndiyo. Mboga unataka shingapi? Ukianza kuchanganua huku mpaka mafuta, ndiyo, utajigundua 10,000 haitoshi. Yes. Kwa sababu pesa yenyewe ina mfumo wa kuto kujitosheleza. Yes. Ndio maana ukiwa nacho kichache, ndiyo, utakula kwenye, kwa sababu unacho kichache. Pesa ikiongezeka, ufahamu wa kula unaongezeka. Mtu anielewi? Biblia inasema ndiyo, mali ikiongezeka, yes, na walao wanaongezeka. Ndiyo. Kumbe pesa inapoongezeka, ndiyo, matumizi huongezeka. Yes. Kuna mtu ananielewa ninachozungumza? Amen. Nisikilize. Pesa kadri inavyokuja kwenye maisha yako, ndiyo, inavyozidi kuongezeka, ndiyo, mahitaji huwa yanaongezeka. Yes, yes. Ulikuwa na shilingi 2,000, mahitaji yako ni dagaa, ndiyo, mahitaji yako kitunguu, mahitaji yako nyanya chungu, na kapilipili. Umemaliza, naenda kula ugali. Yes. Na una shida kabisa, una raha kabisa. Ndiyo. Siku kiongezeka 10,000, ndiyo, mahitaji yanaongezeka. Akili haitazami dagaa, ndiyo, akili inatazama mgebuka. Inaanza kwenda kwenye migebuka. Unajua wewe leo ni mimi nimeshaza ile mgebuka, wewe usiuunge, hebu leo ni upikie supu. Nasikiaga tu supu kwa hotelini za mgebuka, acha leo nile mgebuka mwenyewe wa kupika mwenyewe. Ndio. Ka 10,000 kote. Unapata 20,000, mahitaji yanaongezeka. Ndio. Unakuta akiza masuala ya kulaga nyama kavu kila siku, hii sio zuri hii. Ndio. Sio zuri kabisa. Hebu katafute kale kasato kidogo. Tafuta sato kuoka. Ndio. Alafu tafuta kamboga kama majani. Ndio. Na tumaziwa pembeni. Ndio. Tumia ile kuzoea. Kwa hiyo anajaribu, haendi akanunua maziwa ya nusu lita, ya lita moja. Hapana. Hebu kanunue lita 5, weka kwenye friji. Watajuaje kwamba nina friji ndani? Ndio. Mtu huyu hana mbele wala nyuma. Amerundika maziwa ya Kimasai kwenye friji. Kwa siku mara 4. Pesa yenyewe 20,000 kaipata kwa kulima mihogo. Yani. Afu anasema nataka kutajirika. Unatajirika vipi wakati jeneza unalo natembea nalo? Kinywa chako kinatabiri umauti. Ndio. Biashara ikifa, jeneza uhangaiki. Wala wazi kwenda usema hivi anauzwaga wapi? Tumbo lako ni jeneza. Yes. Unapakia vyote. Ndio. Umesahau kesho.
Sikiliza, watu wengi wanasema tena, mchungaji, imeandikwa. Imeandikwa. Mungu anasema usisumbukie ya kesho. Ya kesho itajisumbukia. Leo niko hapa kukuambia Bwana anasema weka akiba kwa ajili ya kesho yako. Kuna mtu hajanielewa hapa. Nasema kuwa na mtazamo chanya wa uzalishaji. Uanze kuzalisha hicho unachokiona ni kidogo kwa sababu hakijazalisha. Wanangu, ngoja nizungumze neno gumu kidogo. Mnapooana, mlioana wawili, ili mzaliane, kuna kazi zilifanyika. Ndio kabisa, za kukutanishwa watu wawili. Ndio baba. Hello. Amen. Hello. Amen. Mlienda wawili. Mbona mnagoma kaa wawili hivyo hivyo? Haiwezekani wawili. Mnajiongeza. Kwa nini usijiongeze na huku? Hapo sasa. Kwa nini usijiongeze na huku? Kidogo hicho kizalishe. Ndugu, kile kidogo unachokiona kwa macho yako katika hali ya uzalishaji sio kidogo tena. Sio kidogo mwanangu. Unaweza tumia akili ya namna gani ya kuzalisha hiki. Jinyime kula leo, ili hiki kikazaliwe tena. Kile unachokiona kidogo leo, ndugu, kesho sio kidogo tena. Hebu jaribu kuangalia nguvu ni jinsi gani. Jaribu kuangalia nguvu jinsi inavyoweza kukuletea uzidisho wako. Mfano, Mungu alitupa mmea mmoja tunaita mpunga, si ndio? Ndio. Nimesema mpunga, chukua upunje mmoja tu upande mahala, utakutengenezea suke kubwa sana. Kilikuwa ni kipunje kidogo sana. Ndio. Ukija kuzaa, ndio, unakuta unazaa matita makubwa. Kiuhalisia, ndio, mtu atakiona ni kaupunje kadogo sana. Yes. Lakini huyu mtu pamoja na kuona kadogo sana, ndio, alipojiongeza akapanda, kalikuja kuzaa matita makubwa. Yes. Akavuna hata kilo moja ya mchele. Ndio. Kadhalika unaona mwindi, ndio, unaupanda upunje mmoja. Yes. Mungu akawekeza neema ya maongezeko. Ndio. Umepanda upunje mmoja, angalia namna mchakato wa ule mwindi ambavyo unaanza kujitengeneza, mpaka ulipanda mpunje mmoja unakuja kupukucha kwenye buzi punje karibia 100 na kitu. Kumbe 50 yako ina faida. Ndio. Ukiwekeza leo, kesho utavuna 50. Wengi ni wavivu wa uwekezaji. Ndio.
Nasema wengi wavivu wa kuwekeza. Yes. Wengi wavivu wa kuzalisha. Ndio. Tunazalau vitu vidogo vidogo. Ndio maana nasema siku nikipata milioni. Nilimkemeaga mwanangu huyu Deonista, wakati nakuja hapa ananiambia nikamwambia hela yako nyumbani iko 1 milioni. Mimi nataka mtaji wa shilingi. Hakuna kitu kama hicho. Kaanza na kile ulicho nacho. Fikiri ungeweka mpaka leo kwenye kibugu, ingekuwepo. Kaanza na ulicho nacho. Ndio. Kesho sio wewe. Yes. Utakuwa mtu mwingine. Ndio. Unanielewa? Amen. Muda kangu kananikimbia kidogo. Nasema hivi, usizalau kidogo ulicho nacho. Katika kile kidogo ulicho nacho, jione kwa picha ya mbegu, usione kwa picha ya chakula. Ukiona kwa picha ya mbegu utakizalisha. Jione kwa picha ya mbegu, usiangalie kwa picha ya chakula. Weka ufahamu wako katika kuzalisha hicho kidogo ulicho nacho. Weka picha au ufahamu wako katika kuzalisha hicho kidogo ulicho nacho. Pia fanya bidii kuishinda roho ya hofu, kwa sababu kama utaishinda roho ya hofu, siku zote utakuta una kigugumizi cha kuanzisha jambo. Hofu inakutengenezea kigugumizi, alafu unakuwa mzito wa maamuzi. Muoga wa maamuzi. Ishinde hofu, kwani katika jambo la mafanikio linahitaji maamuzi magumu. Sema maamuzi magumu. Maamuzi magumu. Sema linahitaji maamuzi magumu. Linahitaji maamuzi magumu. Kwa maana wakati mwingine huleta au husababisha maumivu makali, mateso pamoja na vitisho, kwa wakati mwingine hata kukata tamaa. Watu wengi wenye spiritual ya uvivu ndio ni watu ambao huwa hawataki kuteseka. Yes. Ni watu huwa hawataki kutaabika. Ndio. Mtu mwenye spiritual ya uvivu hawezi kujitesa ndio ili apate kitu kingine. Yuko tayari kuletewa roho ya kulisika. Ninalisika kidogo nicho nacho, nilale nanje sawa. Ipo siku gani mliopangiana na Mungu? Siku ipi mliahidiana na Mungu? Na wengine unajaribu kujitetea kwa maandiko, anakuambia kama imeandikwa, wewe ndio wewe hujaandikwa. Wewe hujaandikwa kwamba uwe tajiri. Kama imeandikwa, basi ulisoma wapi palipoandikwa wewe utajirike? Ni siku gani? Kama unaielewa siku ya kuandikwa kwako uwe tajiri, mbona unalia? Achana msemo imeandikwa. Fanya kazi. Wakati mwingine ndio hata kama ulitoboa masikio ndio yanyime heleni. Yanyime heleni.
Ndio. Kina mama mkiwezeshwa mnaweza kweli, lakini shida moja iko kwenye fikra. Kwa sababu mama mzima ndio anafanya kazi vizuri, akili iko kwenye mambo makuu manne. Ndio. Na mambo haya yanazunguka sana kwenye kakichwa haka. Jambo la kwanza, apate hereni ya dhahabu. Ndio. Jambo la pili, anataka kauso, yani kale kauso kenye mng'ao. Kwa hiyo Mungu akumng'alisha vizuri, kwa inabidi akasugue vitu vizuri ya naye. Alafu kuna yale wanakandika usoni yale manini, mimi mshamba kidogo, wanakandika usoni scrub makeup, yale anakandika usoni, afa anatembea nayo amekandika usoni, afa yuko tena hata sokonana hata aibu. Safisha uso, amejikandika nywele za 60,000 ndio, kucha 15,000 ndio, simu ya 700,000. Naenda mtoto wa kiume kama approach unaka nini ako kawaneta nini kasosadu mwenzio ana touch iPhone ndio 700,000 pakulala hana ndio. Alafu anasema Mungu anioni. Kiukweli Mungu ana upendeleo kweli. Ndio. Wanangu mnaombi mengine mnaomba yanalana. Mungu aoni. 700,000 alionaje mpaka kanunua 700,000 phone? Hapo sasa. Wewe nijitokee huko. Fanya bidii kuishinda roho ya hofu, kwani katika jambo la mafanikio linahitaji maamuzi magumu sana, kwa maana wakati mwingine huleta au husababisha maumivu makali, mateso, vitisho, wakati mwingine hata kukatishwa tamaa sana. Lakini wewe kuwa mtu mwenye msimamo katika kusimamia malengo yako. Hakikisha unaweka malengo kila mwaka, unakuwa na malengo ya mwaka, alafu simamia kuwa na msimamo mgumu katika kusimamia malengo yako. Hata kama yatachelewa, yatatimia tu. Tunaelewana wana wa Mungu? Amen. Kuwa na msimamo. Neema ya kifedha iko sana na watu wenye msimamo. Ndio. Wenye msimamo anajinyima ndio kula. Kiukweli kutaka kuangalia wengine, yaani hata akitembea babani huwezi kujua na hela. Yes. Yaani naona yupo tu, tena simbo. Afu angalia hata vitu anavyokula, wewe mwenyewe unasema wewe siwezi kula. Kwa nini? Unajiona yani uko wahazi fulani, kumbe kapuku. Badilisha fikra zako. Yes. Utafanikiwa mwanangu. Amen. Kuwa na msimamo katika kusimamia malengo yako uliyojiwekea, hata kama yaweza kuchelewa,
kukamilika kwa wakati, kamilika kwa wakati uliokusudiwa. Usiogope, usirudi nyuma, usikate tamaa, usivunjike moyo. Tengeneza msimamo wa kiimani, lete maamuzi sahihi kwa maisha yako. Yohana 6 na mlango ule wa 26. Yohana 6 na mlango wa 26. Yohana mtakatifu sura 6 na mstari wa 26. Ndio. Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambia, amini nawaambia, ninyi mtanitafuta si kwa sababu mliona ishara. Kumbe ninyi mnakuja kanisani sio kwa sababu mmeona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Kwa sababu niliwafanyia muujiza wa mikate mkala na kushiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Basi mimi ninawaambia, msijihangaisha akili na vyakula, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, vinavyoharibika, bali mjitaabishe na vyakula vinavyodumu, ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, Mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Wakamwambia, rudia tena. Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, Mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi? Unataka tukuamini wewe, unafanya ishara gani basi? Ili tuione tukakuamini. Unatenda kazi gani? Unafanya kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani. Baba zetu walipewa mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu. Ndipo nasema hata pesa uliyopewa, ndiyo, usiseme akili zangu zimetafuta. Ndiyo, elewa ni Mungu tu ndio amekuwezesha uwe hivyo ulivyo. Unanielewa eh? Amen. Asema hata watu wote waliotoka Misri hawakupewa ile maana na Musa, bali walipewa ile maana na Mungu. Kwa hiyo na ninyi mkiniamini, mkaelewa ninachokisema, asema mtapata hayo mnayohitaji, hicho chakula cha uzima wa milele. Sasa ninaendelea kusema, tembea ukiamini. Narudia maneno yangu ya jana, popote unapotaka kufanikiwa, tembea ukiamini. Fedha ni chombo cha neema. Tembea ukiamini, fedha ni chombo cha neema, wala si chombo cha maovu. Ukifanya hivyo utaiheshimu pesa. Lakini kama pesa utatembea ukiamini kama chombo cha uovu, ndiyo, hautakaiona neema ya kifedha kwenye maisha yako. Yes. Why? Kwa sababu pesa unaiona kama sehemu ya chombo cha uovu. Ndiyo. Kama ukijua popote utakapokuwa nayo, ndiyo, pesa hiyo itakuzidi akili. Yes. Na siku pesa ikikuzidi akili, hautaitawala, itakutawala. Ndio maana siku tukipata pesa, akili inakuwa waruwaru. Yes. Inaanza kukuongoza. Maana yake ni nini? Wakati umepewa pesa, huna uwezo wa kuikontrol. Pesa itakukontrol. Yes. Na kama pesa itakukontrol, sikiliza, tamaa itaongezeka. Yes. Niende Serena Hotel, toka nizaliwa sijaenda Serena Hotel. Nataka niende Serena Hotel mara nyingi.
Juzi nilitumia pesa. Sasa tunatumia pesa kuzoea. Nimeenda Serena hoteli, nimeshaijua. Nimeshaijua. Sasa nataka niende hoteli nyingine wapi sasa? Kuna hoteli moja iko kule White Sand. Nataka niende White Sand, nasikiaga tu White Sand. Lakini sijawahi kuijua. Ulishafika nani White Sand? Sasa juzi nilienda. Lakini kuna hoteli nyingine nimesikia wanaita Lamada Hotel. Kwa nini Lamada Hotel nataka niitembelee pale Lamada Hotel. Ndio. Kwa nini sasa niliendaga Kilimanjaro Hotel. Lakini nilionaga ile Kilimanjaro Hotel iko polini huku. Wameificha huku, tandika huku. Mimi wala huko siendi. Pesa inaanza kukukontrol badala wewe kuikontrol. Ndio maana pesa inayekutawala. Ndio. Kama ukijua kiburi kitakuwa sehemu ya maisha yako. Yes. Mtu anayetawaliwa na pesa ndio ana kiburi afu jeuri. Yes. Hana adabu hata kwa wengine. Ndio. Lakini mtu anayetawala pesa ndio wakati mwingine utakao muone kama ni mwenye pesa. Yes. Kwa nini? Ni mnyenyekevu kwa kila mtu. Ndio. Anaheshima kwa kila mtu. Yes. Na anaiheshimu pesa. Ndio. Kwa sababu ile heshima na heshimu pesa ndio inampa uwezo wa kuikontrol pesa. Yes. Hata namna ya matumizi. Yes. Unanielewa sasa Musa? Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Pia ukiamini kwamba matumizi mazuri ya fedha yanaweza kukusaidia kupiga hatua, basi chukua hatua katika kukontrol matumizi yako. Usiwe na matumizi holela kwa sababu umeiga wezio wanakula hiki. Kuwa na uwezo wa kukontrol pesa yako. Kitabu cha Wafilipi 3 mlango wa 19. Ukipenda unaweza anzia 17. Wafilipi sura 3 mlango wa 17 nasemaje? Na mstari wa 17. Ndugu zangu, mnifuate mimi. Mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi wanatembea ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao. Ndio. Na sasa nawaambia hata kwa machozi. Kuna watu wanatembea bila utaratibu, ndio nawafundisha kila siku. Nami ninaongea hata kwa machozi. Kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Kwamba hao wanaotembea bila utaratibu ni adui wa msalaba wa Kristo. Mstari wa 19. Ndio. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao unafanya kazi kwa ajili ya nini? Alafu anasema utukufu wao katika fedha yao, katika aibu yao, waniao mambo ya duniani. Unapofanya biashara lazima ujue nafanya biashara kwa ajili ya nini? Ndio. Unapotaka kuajiriwa lazima ujue nataka kuajiriwa kwa ajili ya nini? Yes. Kama utasema nataka niajiriwe kwa sababu nimekosa chakula, panga upya mawazo yako. Yes. Kama nataka ufanye biashara sababu nimekosa chakula, panga upya mawazo yako. Yes. Unaniacha sasa? Amen. Panga upya mawazo yako. Ndio. Unanielewa? Amen. Panga upya mawazo yako. Kwa sababu kama utaenda hivyo bila na mawazo hayo ya kula, hauna tofauti na anayekaa kwenye nyumba ya bure. Narudia tena. Ndio maana hata Mithali anasema unapoingia kuketi na wakuu, kuketi kula na mabosi, jiangalie. Yes. Kuwa makini. Ikiwa wewe ni mlafi, jizibe na kisu kooni. Yes. Weka gongelea kisu kooni, usije kala ukatapika. Yes. Akili kilowea kwenye vitu vya bure mwanangu,
hawendi. Na wengi tumepewa roho ya uvivu, tukapewa roho ya kulizika na roho ya kulowea. Nyumbani hurudi na hauna kitu hata mjini. Yes. Nyumbani sirudi. Unafanyaga nini mjini? Na wale wako nyumbani wanasema fulani inawezekana na mafanikio. Alafu ngoja niwaambieni wana wa Mungu. Ndio. Hivi vitu tunafundishana kimwili tu. Kimwili tu waziwazi. Lakini vinakujaga kuleta aibu. Unajua kifo huwa kinaumbua kila mtu. Tutakujua wewe ni mtu wa aina gani. Ndio. Leo utaficha kona zako. Ndio. Hamna shida. Kumbe tengeneza vitu mapema. Kwa kidogo ulicho nacho, haba na haba ujaza kibaba. Ndio. Kesho nitasogea hatua ili tujue namna gani ninaweza kujipanga mpaka kuwafikia wasaidizi wa hatima. Amen. Kwa kidogo nilicho nacho. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Wewe ni mjasiriamali, kesho nitasogea hapo. Ndio. Mpaka ufikie mahali. Yes. Kesho utakuwa na wazo jipya. Ndio. Utaona kuna vitu vinaenda. Yes. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Punga mkono namna hii kama umebarikiwa na Mungu. Amen. Usijizalau popote ulipo. Ndio. Acha, jana nilisema acha watu wa kuzalau. Ndio. Lakini wewe usije kujizalau. Yes. Ndio maana hata Mungu anasema ndio, usiruhusu mtu akauzalau ujana wako. Wewe ni mtu wa tofauti. Ndio. Wewe ni mtu wa kipekee. Yes. Shida tu hujajielewa. Yes. Wewe ni nani? Na Mungu anataka tujielewe sisi ni akina nani. Ndio. Ndio. Hata wewe unaweza. Yes. Nasema hata wewe unaweza. Ndio.